Shirika la utangazaji la BBC kupitia kipengele chake cha Africa Eye limeziteka tena hisia za Wakenya wengi baada ya kuchapisha rasmi makala mapya ya uchunguzi kwa njia ya video kuhusu mambo ambayo yalifanyika wakati wa maandamano ya Gen Z ya kupinga mswada wa kifedha wa mwaka 2024. Video hiyo ya dakika 37 iliyopewa jina la Blood Parliament au bunge la damu kwa toleo la Kiswahili imefichua jinsi maandamano hayo yaliyolenga kupinga ongezeko la ushuru kwa wananchi yalivyokumbwa na ukatili mkubwa kutoka kwa vyombo vya usalama. Picha za kushtua na simulizi za waathiriwa zilizokusanywa na BBC zinaonyesha matumizi mabaya ya nguvu, ambapo baadhi ya waandamanaji walijeruhiwa vibaya huku wengine wakiripotiwa kupoteza maisha yao. Blood Parliament inamulika hasira, uchungu na matumaini ya vijana waliokuja pamoja bila misingi ya kisiasa au kikabila, wakiungana kwa lengo la kupinga hali ya maisha kuwa magumu zaidi. Maandamano haya yaliyowakilisha sauti za Gen Z yalienea katika maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi na hata kuvuka mipaka hadi miji mingine nchini. Kwa kutumia ushahidi wa video, mahojiano ya ana kwa ana na rekodi za kidijitali, Blood Parliament imetoa taswira ya namna serikali ilivyoshughulikia maandamano haya kwa kutumia nguvu za kijeshi badala ya majadiliano ya kidemokrasia. Blood Parliament pia imeibua upya mjadala kuhusu haki za raia, uhuru wa kujieleza na nafasi ya vijana katika mustakabali wa taifa. Uchunguzi walioufanya unaonyesha kuwa ari na mshikamano wa Gen Z bado upo hai na kuwa ni chachu ya mageuzi yanayoibukia katika jamii ya Kenya. Blood Parliament imetajwa na wengi kuwa ni kielelezo muhimu cha uwajibikaji na ukumbusho wa gharama ya mabadiliko ya kijamii. Kwa sasa ni matumaini ya wengi kuwa sauti za vijana zitasikilizwa na kwamba haki na demokrasia itaheshimiwa kikamilifu. Swali ni je, haki za waliopoteza wapendwa wao na wale waliojeruhiwa vibaya itapatikana? Mimi ni Dabaso Sultan na hii ni Dabaso Sultan Media.